Mvutano mkubwa waibuka Washington na Tel Aviv baada ya JD Vance kuwaonya viongozi wa Israel wasimshambulie Trump kuhusu makubaliano ya Iran, akisema dunia imeanza kugeuka Israel isipokuwa Trump pekee. Makamu wa rais wa Marekani JD Vance ametoa onyo kali kwa baadhi ya viongozi wa serikali ya Benjamin Netanyahu baada ya kumkosoa Rais Donald Trump kufuatia makubaliano mapya ya Marekani na Iran. Akizungumza katika ikulu ya White House, Vance alisema, "Binafsi nimesikitishwa na jinsi baadhi ya mawaziri wa Israel walivyomshambulia Trump kwa sababu ya makubaliano hayo," akisisitiza kuwa Marekani ndio mshirika mkubwa zaidi wa Israel duniani kwa sasa. Vance alisema, "Trump ndiye kiongozi mkuu pekee duniani ambaye bado anaonyesha uungwaji mkono mkubwa kwa Israel," huku akiwasihi viongozi wa nchi hiyo kuamka na kutambua hali halisi ya mazingira ya kimataifa yanayoikabili Israel. Pia alikumbusha kuwa sehemu kubwa ya mifumo ya ulinzi ya Israel pamoja na misaada ya kijeshi hufadhiliwa na walipa kodi wa Marekani. Kauli hizo zimekuja baada ya makubaliano kati ya Marekani na Iran yaliyolenga kupunguza mvutano wa kikanda na kufungua njia mpya ya mazungumzo zaidi kuhusu mpango wa nyuklia wa Tehran. Hata hivyo, baadhi ya viongozi wa Israel wameonyesha kutoridhishwa na makubaliano hayo, wakidai hayajatoa suluhisho la moja kwa moja kuhusu makombora ya Iran na shughuli zake za kijeshi katika Mashariki ya Kati. Mvutano huo umeonyesha tofauti zinazozidi kujitokeza kati ya Washington na Tel Aviv katika kipindi ambacho juhudi za kuleta utulivu wa kikanda zinaendelea. Licha ya ukosoaji huo, Vance alimpongeza Netanyahu kwa kutomshambulia Trump hadharani, huku akisisitiza umuhimu wa kudumisha ushirikiano wa karibu kati ya Marekani na Israel. If the Iranians decided tomorrow to build a nuclear weapon, they simply don't have the capacity in order to do that. What we're trying to ensure is they don't rebuild that capacity, not just a year from now, 2 years from now, but many, many years from now, so that our children never have to worry about a state sponsor of terrorism having a nuclear weapon.